Yes, tupo kwenye birthday ya msanii Whozu, lakini pia tuko na Chimama ambaye pia ubavu wake wa pili. Kwanza hongera sana. Asante, shukran. Leo tunasherehekea mwaka mwingine tena tunaongeza numbers Ya, tunaongeza numbers. Ni kitu cha kushukuru Mungu, ni kitu kiukweli cha kutoa sadaka kwa sababu sasa hivi dunia tunajua maisha yamekuwa mafupi, watu wanakufa. Kwa hiyo kama Mwenyezi Mungu amekupa uwezo wa kuweza kuona mwaka mwingine, unasema alhamdulillah. Okay. Sawa. Tumepiga story na Chibaba na amezungumza kwa upande wake. Tunatamani kusikia kutoka kwako. Tunafahamu Whozu ni msanii lakini pia ana imani yake. Lakini leo umefanya kitu ambacho pia pengine kwenye imani ya kwako ambayo labda ni idea ilitoka kwako ama ni idea ambayo ilitoka kwake. Kiukweli kwa sababu nadhani hii ni mwaka wa pili. Ule mwaka wa juzi ndo aliweza birthday yake ilikuwa haijakutana na mambo ya kufunga. Huu ni mwaka wa pili tunaenda, tunakutana na birthday yake inagongana na Ramadhan. Na ule mwaka wa kwanza tulifanya party kama ya kawaida vile ya watu ku get together na nini, nakumbuka tulifanya kule E+. Nakumbuka mwaka wa juzi. Maana sasa hivi si tena tunaenda mwaka wa 4 ujue hii. Kwa hiyo tupewe maua kwa kweli. It's not easy. Lakini alhamdulillah tunaenda, we move regardless, kwa sababu kwenye mahusiano, kwenye mapenzi, hata undugu, rafiki, lazima kuna kugombana here and there, lakini alhamdulillah sisi tunaweza ku overcome. So as I was saying kwamba huu ni mwaka wa pili unakutana na birthday yake zikiwa inakuwa ni mwezi wa Ramadhani. Kwa hiyo it wasn't my idea kwa kweli. Mimi ingekuwa ni idea yangu, sikufikiria kwa hivi. Mimi nilikuwa tu nimepanga tutamchukua mpenzi wangu, tutaenda kufuturu labda sehemu tu nzuri yenye futari nzuri, aite marafiki zake 2 3, kwa sababu there is nothing you can do kwenye Ramadhan. Lakini alivyokuja na yeye na idea, kwa sababu unajua kitu kama hichi sio cha kumlazimisha mtu. Yani kitu kama hichi lazima mtu aseme, atoe mwenyewe kutoka kwenye moyo wake. It's not something that nitamwambia sikia nikwambie Shunu unajua unatakiwa kufanya hivi na hivi. No. Kwa sababu it's his day. It's not my day. Kwa hiyo alivyoniambia kwamba Shunu mimi nimekaa nimewaza, nikaona kwamba bora tuite watoto hivyo tufanye nini iftar, tufuturu nao, unaona kama nitatoa sadaka, nitafanya nini. And I was like, asa mtu ukiambiwa kitu kama hicho kweli unaweza ukapinga? Huwezi kupinga. Na mimi I was very happy, nikamwambia sawa, niko na wewe, I support you fully. Kwa hiyo tutafanya kitu na kitu chetu kitakuwa inshallah. Kwa hiyo ndo akafikiria. Yani uwezi amini, yani this time kiukweli I'm so proud of him. Yeah, I am so proud of him kwa sababu yani he did, hakutaka hata usimamizi. Unajua kuna ile kwamba like sababu you're the woman in the relationship, kwa lazima kuna vitu fulani lazima uvisimamie, kwamba unajua kwenye chakula iwe hivi, kwenye nini. Yani he did it from the heart. Allah ambarik. Mimi namuombea kila laheri, yani pale alipotoa paongezeke, unaona, apate, afanikiwe, Mwenyezi Mungu amzidishie baraka zaidi, amfungulie milango ilipofungwa, vifungo vyote vilivyowekwa basi vikafunguke kwa hichi kidogo alichokifanya, mashallah. Kwa hiyo that's what I can say. Kwa hiyo ilikuwa ni kitu yake, ni idea yake, na kusi kwamba imeenda vile alivyoplan, it makes me very happy kwa kweli. Yeah. Wema, nikikuuliza hili swali kama itakupendeza zaidi. Yes. Nimekutana na comments nyingi sana za mashabiki wenu, wewe na Whozu. Whozu leo anaongeza numbers nyingine. Hivi Whozu unamzidi miaka mingapi? Miaka 6. Miaka 6. Yes. Kwa hiyo zile unasema sio anamzidi miaka 15 ni uongo. 15. Nimeona comment ya shabiki mmoja. Hapana, nimemzidi Whozu miaka 6.
Wamuulize vizuri Damange. ndo mwenye nini zote. Yeye anajua. Anajua. Nimemzidi miaka 6 which mimi naona sio mibaya sana. Hata kama ingekuwa 10 kwani shida iko wapi bwana? Hata kama ingekuwa nimemzidi miaka 20, kuna watu wengine wanazidiana mpaka miaka 20 huko 25. Sembuse mie miaka 6. You guys mmekuwa kwenye mahusiano muda mrefu sasa hivi. Tunaenda mwaka wa 4 sasa hivi, Roja. Mwaka wa 4 wa hivyo, lakini tupo. Mashabiki wanalilia ndoa Wema. Sasa hiyo ndoa ni, unajua mimi nasema kila siku. Kwa sababu kwanza labda niseme tu, labda mimi ndoa sio kitu ambacho nakiota. Sijui unanielewa. Na sio kitu ambacho labda nakitamani. Okay, kwa sababu pia nimeona watu, nadhani imeniharibu psychologically, watu wangu wa karibu pia, ndugu zangu, rafiki zangu, nimewaona ndoa zikiwafanya. Kwa hiyo sijui nimekuwa ni muoga au tuseme kwamba labda sijui nimekuwa, sijui, I don't know, lakini mimi naisigi ndoa ni mipango ya Mungu. Kama Mwenyezi Mungu kawaandikieni ndoa, itakuwa tu. Ndoa sio kitu cha kuforce. Cha kushukuru Mwenyezi Mungu ni kwamba kuna upendo ndani yetu, na siku hizi wenyewe wanasema kwamba mkishaka zaidi ya miezi 3 tu tayari ni kama mmeoana. Vile ndoa inakuwa tu ni kama vile mnakwenda kufanya official. Sio kwamba ni kitu kibaya. No, sisemi kwamba ndoa ni kitu kibaya. Ndoa ni jambo la heri, lakini pia ni mipango ya Mungu. Sio kitu cha mimi hapa kusema nataka au cha Shunu kusema mimi nataka leo. No. Kama imeandikwa, Allah kaiandika, basi itakuwa inshallah. Na hiyo hali yako ya kutotamani ndoa imeanza lini? Sio hivi wewe umeshai kunisikia hata siku moja mimi nasema natamani kuolewa? Mimi nimeshai kusikia. Watu wanajua kwamba mimi natamanigi mtoto. Hicho ni kitu ambacho watu wanakijua kwamba Wema hichi anakitaka, lakini sidhani kama nimeshai kuenda mitandaoni au kwenda out there nikasema kwamba naitaka sana ndoa. Hapana. Ikitokea sawa, mimi nasemaga wallah, kwa sababu ni kitu ambacho tayari kimeshapanga. Isipotokea pia haiwezi kuniumiza, kwamba sio kitu ambacho yani ni kitu changu, sijui unanielewa, kwa sababu sio watu ambao wamenizunguka, nikizungumzia ndugu zangu wa damu, dada zangu, rafiki zangu wa karibu, nimewaona ndoa zinavyowafanya. Sawa, labda hiyo pia kidogo kama imenidisturb, nikiona kwamba mtu mnaweza mkao mnapendana alafu siku mnaoana tu ndio mnaleta shida, sijui unanielewa. So tunaona watu wengi, Master J na Sha, kwani wameoana wale? Sijui unanielewa. Lakini wako wanapendana, ila kesho kutu wanaweza kusema waka introduce tu ndoa, ikawa ndo mwanzo wao na mwisho wao, yani ndo ikawa ndo mwisho wao wa relationship. So it's not like siipendi, lakini it's not something that drives me. Yani sio kitu ambacho kinani drive kwamba leo hii Wema I cannot live without ndoa. No. Yani lazima itakuwa, yani it's going to be something very okay. Na Chimama, kama ikitokea leo mnaoana na Chibaba, unatamani Chibaba afuate dini yako au uende utafuata yake? Mimi kiukweli sio, I'm not a pushy person. Mimi naweza kusema mimi niko kama marehemu babangu. Marehemu babangu mimi alikuwa Roman Catholic, lakini hajawahi hata siku moja kutuforce sisi kwamba ni lazima muwe wa Kristo au ni lazima mfuate nini. No. Kwa hiyo mimi whatever that itakavyokuwa, mimi I'm a very easygoing person, by the way. Yani mimi I'm not about, mimi sinaga sheria, sinaga sijui principles nini. Mimi whatever comes I take it the way it is. Yeah, ndio maana mimi waga nashukurugi sana kwa kila hali. Mimi that's the way I am. Okay.